yetu ya kila siku. Leo tuliweza kupewa wazo na tutaangalia ambayo inasema humbly come together in the mind of Christ. Humbly come together in the mind of Christ. Kukuja kwa pamoja kwa wazo la Kristo kwa unyenyekevu. Tutakuja pamoja kwa wazo la Kristo kwa unyenyekevu tutakapofanya hivi. Jinsi ambavyo tumekuwa tukisoma, tumekuwa tukisema jinsi ambavyo Kristo aliweza kutuahidi ya kuwa ataomba kwa Baba na atutumie msaidizi mwingine ambaye atakuwa pamoja nasi. Kitabu cha Yohana 14, Yohana Injili 14:16 na 17. Biblia inasema Yohana 14 mstari wa 16, Biblia inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. 17 inasema, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kupokea kwa kuwa hamuoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yetu. Kukua katika nia moja, kukua pamoja katika nia moja ya Kristo kwa unyenyekevu ni kwamba Yesu anapopaa na kwenda mbinguni, anaomba wanafunzi wake ya kuwa wabaki Yerusalemu, ndipo waweze kupokea zawadi ambayo itatumwa. Na zawadi, unapotumiwa zawadi, ni kwamba ni kitu ambaye pengine uliahidiwa, ni kitu ambaye pengine umefanya kazi ukapata, lakini ile ambayo Yesu anatuma ni kwamba anatuma kwa sababu amependa wanafunzi wake sana. Na nataka tuweze kuangalia the secret about the Lord's Prayer. The secret about the Lord's Prayer. Niweza kuangalia katika kitabu cha Mathayo 6 kuanzia 6, ikaweza kusema ya kuwa but when you pray, mtakapoomba mfanye nini? Kwa sababu Yesu anaona Wafarisayo ama waliokuwa wakipingana naye wanajiona ni vyema kuliko wengine, na wanaona wako sawa lakini wanapotosha. Ndiposa hadithi yetu ya leo ama our sermon today ilikuwa inasema we are not doing it right. Yesu anapoenda anaona jinsi ambavyo wanafunzi akiacha hivyo hawatakuwa wanaifanya sawa. Ndiposa akasema ya kuwa lakini mnapoomba msali hivi. Jambo la kwanza anasema, bali leo usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako usali mbele za Baba yako aliye sirini, naye Baba yako aonaye sirini atakujaza. Kumaanisha kuna wakati ambapo lazima tuingie katika sirini, na tuweze kusema katika sirini ni nini? Ni yale vitu kwanza unakubali wewe ni mtu ambaye ufai. Na tunapoangalia the secret of Lord's Prayer, secret number 1, niliweza kusema ya kwamba maombi iko na sehemu 4. Jambo la kwanza katika maombi letu, lazima tufanye kitu ambayo inaitwa adoration ama praise. Adoration. Katika adoration, part 1 of adoration, tunaenda kuangalia adoration ni nini. Tunaposema katika maombi yetu ya siku tunaposema Our Father
is in heaven. Kumaanisha tumemtambua ya kuwa Baba yetu wako wapi? Mbinguni. Na hivyo hakuna mwingine kando na yeye. Naye anaposema Baba wetu aliye mbinguni, anaona ya kuwa tumemnunua, tukasema ya kuwa ni yeye tu ndiye aliye mbinguni na hakuna mwingine kama wewe. Mimi tunajaribu kuhakikisha kwa ulimwengu ya kuwa licha ya kuwa kuna baba wengi, lakini yule ambaye tunamtukuza ni yule anayekuwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni Zaburi 105:44 hadi 5. 105 Psalms verse 4 and 5. Nasema yeah. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Yeah. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Amen. Anasema mtakeni Bwana. Anaposema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote, kumaanisha kunaye yule tu ambaye tunaweza tukamtafuta uso na aweze kutusikia. Na tunapomtafuta uso wake, ni dhahiri ya kwamba uso wake tuliweza kupata katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, ambayo inasema ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuniabudu, anasema nitawajibu. If my people who are called by my name shall humble themselves before me and worship me, I will answer them. He will answer us. Why? Because we are called by his name. Na ikiwa tutaitwa kwa jina lake, alafu tuache kumwomba, bado tutabaki tu tumeitwa kwa jina lake na hatujamuomba, naye pia atatuangalia tu. Hiyo ni the secret number 1 about the adoration. Alafu another point tunataka tuangalie after adoration, we have confession. Kutubu dhambi zetu. Lazima tuweze kutubu dhambi zetu kwa njia moja au nyingine, kwa sababu wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Bwana. Ni Warumi 6, Warumi 3:20, ya kuwa wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Hivyo kila wakati lazima tuweze kuomba msamaha. Kila wakati tutendeapo, tumejua tumesamehewa, lakini tunapotaja kila wakati ya kuwa Baba, tunajua umetusamehe, lakini endelea kutusamehe na utusamehe, kwa sababu tunaamka kila wakati. Na tunapoangalia jinsi ambavyo tutaenda kutubu dhambi zetu, ni kwamba ikiwa tutasema ya kuwa hatujafanya makosa, tunafanya Mungu kuwa mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanya Mungu kuwa mwongo. Yohana wa kwanza 1:8. Tutasoma 8, alafu ruke 10 na urudi 9. 1:8 inasema, na tukisema ndio tukisema kwamba hatuna dhambi, ndio tunajidanganya wenyewe. 10, wala kweli haimo ndani yetu. 10, ndio tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tunafanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo kwetu. Tukisema ya kuwa hatujafanya dhambi, tunafanya yeye ambaye ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Tunamfanya ya kuwa kifo chake msalabani haikuwa na gharama, na tunafanya yeye ya kana kwamba yeye ni mwongo na neno la Mungu halimo ndani yetu. 9 inasema, tukiziungama dhambi zetu, ndio yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu
na kutusafisha na udhalimu wote. Atatusafisha na udhalimu wote tutakapogundua tu ya kuwa sisi ni wenye dhambi. Tutakapomwambia Father forgive us, for sure he will forgive our sin. Na hivyo tunaambiwa, mtu akauliza, mbona tuombe msamaha na Mungu alitukufia msalabani? Mbona tuombe msamaha? Ati msamaha hakuna maana, alitusamea ndiposa alikufa kwa ajili yetu. Kitabu cha Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Underline the word ili yeyote amwaminie. Hakusema ili wote. Bwana Yesu asifiwe. Alisema ili yeyote amwaminie, yeyote. Kumaanisha Kristo anapokuja alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini kukombolewa alikuja kukomboa ulimwengu. Lakini ikawa ni kwamba uamuzi ni wako, uweze kumfuata ama udhiaki kukufa kwake msalabani. Ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tutakuwa tuna uzima kama tutamkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Another one ambayo tunaenda kuangalia katika confession ni Psalms 139 verse 23 and 24. Katika confession lazima tuweze kutambua ya kuwa sisi ni wenye dhambi. Psalms 139, Zaburi 139, 23 and 24. Yes. Ee Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu. Ndio. Unijaribu. Ndio. Uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ndio. Kaniongoze katika njia ya milele. Amen. Daudi amegundua ya kuwa yeye ni mwenye dhambi na anaomba kila wakati Mungu aweze kuchunguza njia zake. Na anapoangalia anaona kuna hata nukta moja ambaye anaweza jiita yeye ni mwenye haki, lakini anasema Mungu nichunguze moyo wangu. Kwa maanisha moyo wa mwanadamu ni moyo ambayo ni mpotevu. Moyo wa mwanadamu ni moyo ambaye ni mdanganyifu. Moyo wa mwanadamu ni moyo ambaye inatamani vitu ambavyo pengine hawezi akapata, lakini moyo wa mwanadamu inapotesha watu. Ndiposa Daudi anasema Mungu nichunguze moyo wangu na uniweke katika mizani ili niweze kufuata njia yako. Jambo lingine katika confession tunaangalia katika kitabu cha Zaburi 51. Unaposoma hii 51 yote itakwambia jinsi ambavyo tunafaa tuweze kutubu dhambi na makosa yetu. Baada ya confession tuko na thanksgiving, maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani ni maombi ambayo tunafanya kwa ajili ya uhai ambaye ametupa. Tunafanya kwa ajili ya vitu vyote ambayo tumetupa. Na mtu anapofanya maombi ya shukrani anafanya hata akiwa kwenye shida. Na maombi ya shukrani inafanywa hata na yule ambaye anapitia tabu na machungu. Kwa sababu gani? Kuna wengine walijaribu lakini hawakumaliza, lakini wewe umepewa nafasi licha ya kuwa unapitia katika shida, lakini Mungu amekuwezesha. Uko katika ile hali, ijapokuwa unapitia shida hiyo, lakini kuna tumaini. Ombi la shukrani tunafanya ya kuwa tuweze kumtukuza Mungu katika shida ambayo tunapitia. Hatumshukuru kwa sababu ya shida, lakini tunamshukuru kwa sababu ako katika shida ambayo tuko. Bwana Yesu asifiwe.
tunamshukuru tu kwa sababu wako katika ile shida, na ile shida anapokuwa ndani, hakika tutashinda. Na hiyo tunapata katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:16, 17, 16 itakuambia furahini kila wakati. 16 ndio furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, na hayo ni mapenzi ya Mungu ndio kwenu katika Kristo Yesu. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Na hivyo katika hali ya kukosa karo ya watoto wa shule, tunapaswa kuomba. Tukipata, tunapaswa kuomba. Tunapolala njaa, tunapaswa kuomba. Tunaposhiba, tunapaswa kuomba. Na hivyo tunaambiwa shukuruni Mungu katika kila jambo, maana hiyo ndio mahitaji yake kwetu. Je, tuko na hiyo nafasi ya kushukuru? Ama sisi tunashukuru tu wakati ambapo tunaenda vizuri, ndio tunashukuru? Wakati ambapo tunakula vizuri, ndio tunashukuru? Ama ni watu ambao wanasahau hata tunapoendelea vizuri bado tunasahau? Ni changamoto ambayo inatupata kama wana wa Mungu. Jambo lingine katika maombi yetu, another part ni supplication. Ni maombi ambayo inaombwa kwa ajili ya wengine. Supplication, maombi ambayo unaomba ili kitu ifanyike kwa wengine. Ni maombi ambayo unaomba kwa ajili ya kanisa. Ni maombi ambayo unaomba kwa ajili ya uongozi wa nchi. Ni maombi ambayo tunaomba kwa ajili ya mibaraka ya watoto wetu ambao wanaweza wakajiombea, lakini nawaombea ili Bwana aweze kuwa pamoja nao. Na hiyo ni ombi ambayo Yesu anafanya katika kitabu cha Yohana 14:14. Yohana 14:14 anafanya maombi akisema, ndio ukiomba neno lolote kwa jina langu, ndio nitalifanya. Mkinipenda mtashika amri zangu, ndio nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Amen. 17 ndiye Roho wa kweli. 17 chapter 17 John chapter 17 verse 9. Nasema, ndio mimi nawaombea hao, ndio siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, ndio na wote walio wangu ni wako. Amen. Anasema ya kuwa Yesu anaomba kwa ajili ya walio katika ulimwengu, na hajaomba ili watolewe katika ulimwengu, lakini anaomba ili waweze kupata nafasi ya kuishi katika ulimwengu wa shida, katika ulimwengu wa dhiki, na katika ulimwengu ambapo tutakuwa na disappointment, ulimwengu ambao tutaongelewa, ulimwengu ambao lazima utakuwa na njaa, ulimwengu ambao lazima utajitafutia ili uweze kukula. Kwa sababu anasema nawaombea, siombee ulimwengu, bali naombea wale wanaokaa katika ulimwengu. Nasi pia tunaambiwa katika ombi ya siku ya leo, utaomba kwa ajili ya serikali, tutaomba kwa ajili ya nchi yetu, tutaomba pia kwa ajili ya watoto wetu ambao wanaweza wakajisimamia, lakini lazima tuwaweke katika maombi. Na tunapowaweka katika maombi, ni vyema ya kuwa waweze kujua umuhimu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoangalia katika hiyo ulipo, kuna maombi pia ambayo tunasema ni intercessory, maombi kwa ajili ya mtu fulani.
unaweza ukafanya maombi kwa ajili ya mtu ambaye umemshikilia imani. Kwa hivyo tunaambiwa tunaweza tukaomba kwa ajili ya mtu fulani ambaye unapomwona ana tumaini. Kuna supplication, ile ni kuomba kwa ajili ya watu wote, lakini kuna ile ombi ambayo unafanya wewe binafsi kwa ajili ya mtu fulani. Na hii intercession type of prayer inafanywa kwa wakati gani? Inafanywa wakati ndugu yako ama wakati rafiki yako wako kwenye shida na angeomba sana aweze kupata maombi. Ndio basi tunasema fulani anahitaji maombi. Hiyo ni intercession. Na unapofanya maombi, unafanya kwa ajili ya rafiki, unafanya kwa ajili ya yeyote yule ambaye anahitaji ombi ili Mungu aweze kubariki. Kitabu Timotheo wa kwanza 2, Timotheo wa kwanza 2:1. Nasema, ndio. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani ifanyike kwa ajili ya watu wote. Amen. Kila moja tunapoenda kufanya maombi kwa muda mchache ijayo, ni kwamba tunahitaji dua, maombezi na shukrani kwa watu wote. Na tunapofanya maombi kwa ajili ya rafiki zetu, lazima tuweze kuwa specific. Lazima tuweze kuwa specific. Na tunapokuwa specific kwa ajili ya maombi kwa ajili ya watu hawa, tuweze kukumbuka familia ya kanisa na pia tuweze kuwakumbuka wote ambao hata kama unajua hajahitaji, lakini kwako umeona anahitaji maombi, yafaa tuweze kuwaombea. Tunaenda katika maombi ya familia pamoja na maombi ya marafiki. Yote ambayo anahitaji ombi, ni wakati huu wa pekee ambao tunaenda katika maombi haya. Na tunapoenda katika maombi haya kwa dakika 2, tuombe kwa ajili ya kanisa la Mungu ili utukufu wa Mungu iweze kuonekana.
lako litukuzwe. Umekuwa mwema kwetu Baba. Asante kwa wana wako ambao wameomba kwa ajili ya familia yao Baba na marafiki wao. Wamewataja kwa jina. Kristo wa neema, wanemeshe ili Kristo uweze kukutana nao katika mahitaji yao. Wengine ni wale walikuwa katika kanisa lakini wakaacha kwa sababu walikwazwa kwa njia moja au nyingine. Hivyo nakuomba Mwenyezi Mungu, timiza neno lako kulingana na mapenzi lako. Tumejua wewe ni mwaminifu na utatenda ndio yetu katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tumeangalia the 4 types of prayer. Na tumeambiwa in the Lord's Prayer all 4 types of prayer ina-apply. Na unapoomba, hiyo ni mwelekeo jinsi ya kuomba, ya kwamba unaanza na adoration, unaenda kwa confession, unaenda kwa thanksgiving, and then unaenda kwa supplication. Unapoomba hayo maombi in that system, na hakika ya kuwa utaweza kugusa moyo wa Mungu, naye atatujibu sawa sawa na mapenzi yake. Tunapoomba tusipapayuke. Jinsi ambavyo wengine wanavyopapayuka wanapoomba, ajue aombe nini wala aseme nini, bali tusipapayuke tunapoomba, tuweze kukua na lengo ya maombi. Tulikuwa tukiangalia jinsi the secret of God's prayer in Lord's Prayer. Tukaangalia Our Father who art in heaven, tukapata hiyo. Tukapata jambo lingine ni hallowed be thy name. Name means character. Hallowed be thy name kumaanisha jina la Mungu. Tunapoangalia katika kitabu chetu tunaona God is love. Hiyo ndio Biblia inasema. Na tunaposema Our Father who art in heaven, tunamaanisha tunarifaa kwa Mungu ambayo tabia yake ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine anasema hallowed mean holy be your name. Kumaanisha tumeteka jina hiyo kama jina iliyokuwa jina ya utukufu, jina takatifu, na jina ambayo inafaa sifa. Maana kuna jina jingine chini ya jua bali ni jina hiyo. Kitabu ni Yohana 18:36, John 18:36 inasema, ndio. Yesu akajibu, ndio, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Ndio. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, ndio, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Amen. Yesu anasema kwa sababu ufalme wake si wa dunia hii. Wanafunzi wake wanapomwambia ya kuwa Baba, si tunajua ya kuwa utatuweka katika mkono wa kiume, tutakuwa pamoja nawe hadi mwisho. Ikosa na wajibu ya kuwa ufalme wangu sio ya dunia hii, lakini wao baada waelewi, wanaona tu ni kama yule ambaye amekuja kuchukua shukrani ya dunia hii na ataweza kubadilisha na aweze kukua sawa. Na anapoendelea jambo lingine ambaye anasema thy will be done, mapenzi yako na yatendeke. Mapenzi yako yatendeke jinsi inavyotendeka mbinguni. Maombi hii tunapata Getsemane. Yesu anapoomba in Matthew chapter 26, unapoanza from verse 36 kiteremka, unapata Yesu anaomba pale Getsemane. Yesu akachukua Peter, James and John, akaenda pamoja nao mpaka mlima wa Getsemane. Anapofika nao katika mlima wa Getsemane, Yesu anawawacha pale, anawaambia basi nyinyi mtabaki hapa mkisali, nami wacha niende kwa umbali fulani niweze kusali. Yesu anapoenda pale anasali akisema hivi, akisema Baba,
kikombe hichi naomba uniondolee. Anaposema kikombe hichi naomba uniondolee, anaporudi kwa wanafunzi wake anawakuta wamelala. Ndiposa anauliza Peter, James na John, hamwezi mkakesha nami hata kwa nusu saa? Naye anapowaacha anarudi, anaomba tena, na anarudi anapata wamelala. Anawaambia, hamwezi mkakesha na mimi? Kisha Yesu anamwambia, mwamke, maana siyo saa ya kuomba tena, lakini mmelala mpaka adui amekuja. Mtafanya nini? Akasema, mwili ni dhaifu, lakini roho inahitaji. Yesu anapofanya maombi ya kuwa kikombe hiki naomba uniondolee, Yesu anapofanya maombi hiki ni maombi mbaya kwa maombi yote ambayo Yesu amefanya. Ni maombi mbaya zaidi anaposema naomba uniondolee kikombe hiki. Ndiposa Yesu anapofanya maombi hii anatokea Elijah na anatokea Musa, anamshika mabega na kumwambia, hiyo ni transfiguration. Anamwambia, Yesu mwana wa Mungu, kama hutafika msalabani. Kwa sababu jambo la kwanza, Yesu anapoomba ya kwamba niondolee kikombe hiki, Yesu tunapoangalia katika Mathayo 4, wakati shetani alipomwacha, na Biblia inasema and Satan left for a while. Yesu, shetani anapomwacha baada ya kumshinda, akaenda jangwani. Yesu anapotoka jangwani, shetani akamwacha, akasema kuwa sasa umenishinda, lakini nakungojea msalabani. Akaenda msalabani. Sasa anashawishi Yesu, anamuuliza, Yesu mwana wa Mungu, unataka kukufa kwa ajili ya wanadamu? Na anapoangalia kuna kitu shetani baada alikuwa na msawishi, ndiposa aweze kusema mimi sifiki msalabani. Kwa upande mwingine, anaposema ya kuwa kikombe hiki naomba uniondolee, Yesu ni mwanadamu. Naambiwa alikuwa 100% God na alikuwa 100% man. Hapo na ile uchungu ya mwanadamu, na anaona kweli hii uchungu nitawezana naye. Ndiposa anasema usipofika msalabani, ndiposa anaomba ombi hili ya kuwa Yesu ya Baba, naomba uniondolee kikombe hiki. Ndiposa Yesu anapata Elijah, anamwambia usipofika msalabani, kukua kwako hapa mbinguni ni kazi bure. Musa anakuja anamwambia usipofika msalabani, kukua kwangu hapa ni bure. Ndiposa Yesu anamaliza ombi lake, na sio mapenzi yangu bali mapenzi yako yatendeke. Amekubali kwenda msalabani. Anapoenda msalabani, anaenda anafika pale, anaona wale ambao walimsawisha afike msalabani sasa wako tena. Baada ya Yesu kukufa, anasema Baba yangu, mbona umeniacha? Lakini Baba alikuwa pamoja naye hata msalabani. Ndiposa akasema your will be done. Tunaambiwa ya kuwa kukua katika Kristo haimaanishi ya kuwa tutapitia changamoto. Changamoto zipo na tutapitia changamoto katika maisha, lakini so long as Jesus is on board, we are safe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Yesu atakuwa pamoja nasi katika shida zetu, tutakuwa sawa. Ile tu tusiache mkono wa Yesu. Hata kama ni ngumu kiasi gani, tuangalie Yesu ndiye aliyetukomboa na hapo pamoja nasi. And then give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Tupe riziki ya kila siku. Kitabu ni Isaya 4:33. Isaya 4:33.
Biblia inasema Isaya 4 this day our daily bread. Pia tunapata katika kitabu cha Mathayo 4 ndio Mathayo 4 asante. Akajibu akasema, imeandikwa, ndio mtu hataishi kwa mkate tu, ndio ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amen. Ya kuwa mkate kwa kila siku kulingana na Biblia inasema iko na maneno ya Mungu na pia maneno ya nani? Chakula cha kila siku na pia maneno ya Mungu. Hivyo tunapokuwa katika mkononi mwa Bwana lazima tuweze kushiba kimwili na pia tuweze kushiba kiroho. Na hii kiroho ndio kazi ambayo imetushinda. Tunajua kushibisha mwili, lakini kiroho tunapea tu kidogo tu, tunapea tu. Katika manyumba zetu kuna wengine hatuombi. Katika manyumba zetu kuna wengine tumekuwa na shughuli mpaka tunaomba tu kwa sababu ni wakati wa kuomba, wacha tuombe tuende. Lakini hatujajua umuhimu wa kuomba. Kuomba inasaidia sana kwa ajili ya maishani mwetu. Kuomba inasaidia sana pia hata kwa ajili ya familia yetu, na kuomba inatupa nguvu ya kuongea na Mwenyezi Mungu wetu katika maishani mwetu. Ni mara ngapi yafaa tuombe? Mara ngapi yafaa tuombe? Nione mkono. Ni mara ngapi yafaa tuombe? Kila saa. Asante. Kulingana na Wathesalonike wa kwanza 5:17 yenye nasema ombeni bila kukoma kila wakati. Jambo lingine tunaposoma Zaburi 55:17 inasema 17 Zaburi jioni, asubuhi na adhuhuri, ndio utalala na kukua, naye ataisikia sauti yako. Amen. Kumaanisha kila wakati, iwe jioni utakuwa ukiomba, iwe asubuhi utakuwa ukiomba, na iwe mchana utakufanya nini? Ukiomba. Kila wakati lazima tuweze kuomba, na tunapoomba tukue specific. Tusirudie maneno moja kila wakati. Tunapoomba tuweze kujua ya kuwa ni nini hasa tunataka, na tuombe kwa ajili ya kitu hiyo, na kisha Mungu aweze kujibu. Jambo lingine ni kwamba, je, tunapoomba yafaa tufunge macho ama tufanye nini? Tunapoomba yafaa tufunge macho? Bwana, tunafunga macho tukiomba. Asante. Tunapoomba, Biblia imesema katika kitabu cha Mathayo 6:6 ya kuwa but when you pray
Nasema uingie katika chumba chako cha siri na ufunge mlango, kisha uombe. Uingie katika chumba chako cha siri, unapoomba, unapofungua macho, kila kitu inaweza ikapita, usahau maombi, uendelee kuangalia hiyo kitu inaweza fanyika, uangalie hiyo, usahau. Sasa tunapofunga macho, kumaanisha tumepeana maisha, tuna assume ya kuwa tunaongea na yule mmoja tu ambaye tunaona, hatutaki tuangalie kwingine, tunaangalia tu Mwenyezi Mungu wetu. Ndiposa tunafunga macho tunapoomba. Position of prayer. Inafaa tuombe tukisimama ama inafaa tuombe tukipiga magoti? Position. Philippians chapter 2 verse 7 to 9. Philippians chapter 2 verse 7 to 9. Yeah. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatua namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Asante. Kitu ya muhimu ni kwamba tunapoomba tunanyenyekea. Ni unyenyekevu ndio inatakikana tunapoomba, kwa sababu unapoteremka chini, ndiko inasema katika jina hilo kila goti litapigwa, katika jina hilo kila ulimi utakiri ya kuwa yeye ndiyo Mungu. Kwa hivyo tumesumbuka sana. Sijui kama mmekuwa na hiyo changamoto. Sisi huko Central tuko na kikundi cha watu ambao naposema upige magoti tuombe, wao wanasimama. Naposema tuombe, wanapiga magoti. Ni hiki kikundi cha Church of God. Unajua wako na tabia kama hiyo. Unapoenda pale mbele tuombe, wanapiga magoti. Unapoambia tupige magoti tuombe, wanasalia wakisimama. Inakuwa na changamoto. Tumesumbuana mpaka tumeamua kuacha waabudu jinsi walivyo, kwa sababu imekuwa shida. Sasa imeleta tatizo ya kuwa mbona tupige magoti tunapoomba, ama je, mbona tuombe tukisimama? Kuna ombi ambayo huwezi ukafanya kama umepiga magoti, na kuna ombi ikiwa na nafasi nzuri ya kupiga magoti, basi inafaa upige magoti na kufanya nini unapoomba. Lakini kuna mahali ambapo inakulazimu uwezi ukafanya nini, ukapiga magoti. Utafanya nini? Kitu ambacho utafanya ni kuomba. Bora tu umenyenyekea na uambie Mungu, upeleke moyo wako kwa Mungu. Mungu atakusikiza na Mungu atajibu maombi yako sawa sawa na mapenzi yako. Je, maombi yetu yanajibiwa tunapoomba? Wanasema maombi ambayo imefanywa kwa imani, Mungu anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Na anapojibu maombi yetu, anajibu sawa sawa na mapenzi yake. Danieli anaambiwa ya kuwa kabla uanze kuombea jambo hili, nilikuwa nimekujibu. Kabla huko umeombea jambo hili, nilikuwa nimekujibu. Kwa hivyo maombi yetu yanajibiwa, ila tu tutakapoomba kwa imani. Unapoomba lazima uamini, na baada ya kuamini unafanya nini? You trust and obey. Baada ya kuamini unatii, na kisha maombi yetu inajibiwa. Tunaenda kwa maombi kwa ajili ya
wewe binafsi. Leo tumebadilisha kidogo. Wewe binafsi tunaenda kwa ajili ya maombi yako ili uweze kuomba Mungu aweze kusaidia. Katika siku 10 haya maombi, kuna yale vitu ambayo umeombea, kuna yale vitu ambayo umetamani, kuna changamoto ambayo umepitia, kuna siku zinakupeleka mbio. Omba Mungu na atakujibu. Na ningeomba sana tukue na tabia ya maombi kila wakati, licha ya kuwa siku 10 ya maombi itakapoisha tuweze kuomba na kuomba kila wakati. Tunaenda kwa maombi ya mtu binafsi. Baada ya maombi ya mtu binafsi, tutajumuisha maombi yote hapa mbele, kisha tuweze kutamatisha. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, uwachi upweke, fungua moyo wangu nisikie mara, jaza roho na sifa zako Bwana, kila siku nene vile kwa upole, nomoleza kwa pole wa pendo, daima utashinda, huruni
Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Amen. Biblia inatuambia kuwa mtumishi wa Mungu anapoandika kitabu hiki anatuhakikishia kuwa nguvu ya Mungu ambaye anahubiri sio nguvu tu, bali anahubiri yale ambayo ameambiwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na pia tusionee haya ushuhuda. Baada ya siku 10 ya maombi kuna ushuhuda. Baada ya maombi haya tunapoomba kwa imani tutajibiwa. Na baada ya kujibiwa tusionee haya ushuhuda, maana tutarudi na kushukuru Mungu kwa upendo na huruma zake. Leo hii tumeambiwa tuweze kuja pamoja katika uhusiano na Kristo. Je, tutakuwaje katika uhusiano na Kristo? Fitina miongoni mwetu, kejeli miongoni mwetu, na vitu vingine ambavyo vifanya sasa tunaitwa ya kuwa tuweze kuungamana na Kristo katika mawazo yake. Na wazo la Kristo ilikuwa tuweze kuleta wengine zizini mwake, tuweze kukubali wito, ili yote ambayo tumekuwa kama tufanye sawa tuweze kufanya sawa, maana Kristo ndiye anatuongoza. Mungu wa mbinguni atubariki. Tunasimama na wimbo nambari 41, kisha tutapata ombi. Wimbo nambari 41.
Sabato umekuwa pamoja nasi, unaelekea kuifikia kwa siku ya leo. Naomba bado uweze kutushikilia hadi tamati. Baba na Mungu wetu, yote ambayo yamenenwa katika mkutano wa siku ya leo naweka mkononi mwako. Kwa kuwa wewe ni Mungu mwema unayetupenda, sisi ni wanadamu ambao tunaanguka kila wakati kimawazo, kwa kuona na hata kwa kutenda. Shuka na utukufu mingi uweze kutushikilia. Hakika tunapojifunza tabia yako ya maombi, maana kielelezo ambacho tukiachia ni maombi. Kristo, tushikilie na utujaze imani ili tuzidi katika maombi kila wakati. Baba na Mungu wetu, watoto hawa nawaweka mkononi mwako. Baba, unawajua kila mmoja wao wanapoamka kila asubuhi kuenda shuleni. Baba, uwe pamoja na wape hekima. Adui Mungu Shetani na hapo utawatafuta. Baba, wazingire chini ya bawa yako. Vijana vile vile na wakabidhi mkononi mwako, uwakumbushe katika ujana wao wewe ndio msingi. Kristo wa neema, najua utasimama pamoja nao watakao kubali kukufuata. Hakika jina lako litatukuzwa. Nina mama kwa njia ya pekee na wakabidhi mkononi mwako. Baba, unawajua mahitaji wanayo, unajua mzigo ambao wako nayo. Wabebe tu katika mabawa yako ili waweze kufa machoni pako. Wazee, Baba, unajua jukumu ambao umewapea. Kristo wa neema, wape hekima ya kulinda familia yao, wape hekima ya kuishi nao katika wakati huu. Kanisa hili nakabidhi mkononi mwako uongozi na wote ambao wanahudumu hapa ndani. Kristo wa neema, ni kazi ngumu, lakini watakapokubali hakika utawasaisha ili udhalimu wao usionekane, bali wewe ndio uonekane. Kristo wa neema, waliokuwa hapa asubuhi na hawajapata nafasi ya kurudi pia na wakabidhi mkononi mwako. Baba, tunaendelea na mafundisho yetu kuanzia kesho tena. Kristo, waongeleshe wote waje wasikize kutoka kwako, na ikiwa hawatapata nafasi, wacha Roho Mtakatifu uweze kuwafikishia ujumbe huu na waweze kubadilishwa kutoka kwa ndani. Kwa njia moja au nyingine tumetangaza habari mbaya, na imefanya hata wanapotuona wengine wanaona kama hii ndio kanisa wachikae. Baba, tunanyenyekea tukisema tusamehe, na tunajua utafanya. Walio na changamoto na wakabidhi mkononi mwako. Tunapoenda kuachana kwa jioni hii, uturejeshe tena katika ufalme wako. Ndio ombi langu katika Kristo aliye Bwana na Mkombozi wetu.